Asante kwa kubariki. Asante kwa fadhili yako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa wema wako. Heshima na uweza zikupewe. Asante kwa kubariki. Asante kwa kuelekeza. Asante kwa wema wako. Asante kwa kuja kutafuta wale ambao walikuacha, na tunashukuru Mungu kwa sababu ulitutafuta na ukatupata. Jina lako litukuzwe sana. Zidi kutubariki na nafasi uliyotupatia tena, endelea kutusaidia na kutuwezesha, ili Yesu unaporudi tena mara ya pili, wale uliokuja kuwatafuta na kuwaokoa, na sisi unaporudi mara ya pili tuwepo, kwa jina lako Yesu Kristo. Tusaidie, tuwezeshe, tubariki kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Waenda kwa ajili ya kuomba maombi haya, ni bora kufanya toba kabisa katika maisha yetu. Na fungu tulilopewa kwa ajili ya kuelekeza tunapoenda katika maombi ya toba, tumepewa kitabu cha Luka 19 aya ile ya 8, kama tunaweza tukaisoma kwenye vikundi huko, mfungue Biblia hiyo ili tuweze kusoma tunapoenda kwa ajili ya maombi ya toba, ambayo ni kipengele cha pili, maombi ya toba. Luka 19 aya 8 inasema nini? Zakayo akasimama, ndio, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, ndio, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Sasa Zakayo anapofanya toba anasema kwamba ikiwa kuna mtu nimemwibia, anafanya nini? Anafanya nini jamani? Anamrudishia. Lakini ikiwa kuna mtu ambaye hakumfanyia vizuri, lakini pia anasema atamlipa. Sasa na sisi tunapoenda kwa ajili ya toba, mwandishi anataka tuige kila alichokifanya Zakayo, akafanya mabadiliko kwamba kama kuna mtu nimemwibia, namrudishia. Kwa hiyo hata wewe unapoenda kwa ajili ya maombi ya toba, ikiwa unagundua kwamba kuna mtu ulimwibia, ni bora kufanya kama alivyofanya Zakayo, mrudishie. Tena anasema kwamba akamrudishia mara 4. Lakini kama kuna mtu amemwiba, anasema atafanya nini? Jamani, atafanya nini? Hebu irudie vizuri hiyo aya. Nasema, ndio, Zakayo akasimama, ndio, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Hiyo ni toba ya Zakayo. Anamwambia Bwana, na wewe mwambie Bwana kama kuna mahali haujafanya vizuri, mwambie Bwana. Alafu, na ikiwa nimemnyang'anya mtu, ikiwa nimemwiba mtu au nimemnyang'anya mtu kwa hila, namrudishia mara 4. Sasa tunapoenda kwa ajili ya maombi, ni bora kufanya hiki ambacho Zakayo alifanya. Zakayo anasimama, anaomba toba kwa Mungu kwamba kama kuna mahali sikufanya vizuri, nakubali kumrudishia. Tunapoenda kwa ajili ya toba, ili sasa maombi yako ya toba yaweze kupata nguvu zaidi na uonekane kwamba umesamehewa, ni bora kufanya kila ambacho alifanya hapa Zakayo. Kwa hiyo kama umeiba, ni bora kurudisha. Kwa kuna 1, 2, 3. Baada ya hapo, kwa unasema nimeiba, Mungu anakusamehe. Baada hapo tena unarudi hapo. Lakini toba inayozungumzwa hapa kwamba kama umeiba
unaomba msamaha na unabadilisha njia. Unaacha njia ya wizi, unakuja katika njia ya haki. Hiyo ndiyo toba inayozungumzwa kwamba ni toba ya maana katika maisha. Lakini ukisema nimeiba, ni kama unakiri tu makosa afu bado unarudi kule kule. Tufanye toba kama alivyofanya Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Twende tena kwa ajili ya maombi. Kila ambacho utamwambia, na ukimwambia Mungu anajibu maombi yako. Tuinamishe nyuso, twende tena kwa ajili ya maombi hayo. Hapa ni kushughulika na toba tu. Mwambie Mungu makorokoro yote unaohisi kwamba nina makorokoro ya kutosha. Mwambie ni wakati wake huu. Karibuni kwa ajili ya dakika hizo 3. Asante kwa msamaha wako uliotusamehe. Asante kwa kutuanzishia tena maisha mapya. Asante kwa nafasi hii uliotupatia tena ya kwanza upya. Jina lako litukuzwe sana. Tunapoendelea na maombi haya, hebu kazidi kutubariki. Tamaa yetu na furaha yetu kwamba tunapohitimisha maombi haya tukaone miujiza mikubwa katika maisha yetu. Ukatusogeze karibu na msalaba wako. Ikiwa tulirudi nyuma kiroho, tunaamini Mungu kwamba utatutia nguvu na jina lako litatukuzwa sana. Endelea kuwa pamoja nasi tunapoendelea tena na maombi mengine, katujalie kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Tumsifu Yesu Kristo.